Relax, njoo tu enjoy burudani ya kujuzana iliyojiri kwenye uga wa michezo na burudani. Jina langu ni Kennedy Moses. Tuendelee kutazama moja baada ya nyingine. Kwanza usisahau kuungana nasi kwenye ukurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook pamoja na Instagram. Lakini kule Instagram kwenye ukurasa wetu wa michezo Azam TV Sports tunapatikana hivyo. Wakati general ni Azam TV TZ. Unaweza kutuandikia maoni yako tutakuja kuyasoma hapo baadaye. Tuanze kuangazia tulionayo mezani. Klabu ya Yanga imecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya TRA United katika uwanja wa Gymkhana, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kuelekea maandalizi ya msimu ambao unakwenda hivi sasa. Lakini mbali na hilo, mahususi kabisa, lengo kubwa ni kujiandaa kuelekea mchezo wa kimataifa dhidi ya Silver Strikers. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo ya Yanga, Ali Kamwe, ametuelezea umuhimu wa kupata mchezo huo wa kirafiki uliomalizika kwa sare tasa. Mwalimu walihitaji na aliwasiliana na idara yetu ya mashindano kwa ajili ya kumtafutia timu ambayo iko vizuri na inaweza kutupa ushindani, kuangalia wachezaji ambao wamebakia kwa hizi siku tatu ambazo tumefanya mazoezi, fitness level yao iko wapi, tactical awareness imefika wapi, na tuwapongeze wenzetu wa TRA. Tuliwapa short notice na wakakubali, na hii ni mara ya pili tunacheza mechi na TRA kwenye friendly. Leo tumemaliza mechi kwa bila, lakini positive ni namna ambavyo wachezaji wote wameweza kutumika. Tunacheza mazingira ya kwenye jua kali kwa sababu tumepata taarifa Malawi pia kuna joto kali. Naomba tu train katika mazingira kama haya, kwa hiyo tukifika pale tunakuwa tuko imara zaidi. Kwa hiyo tumeona positive nyingi kwenye mchezo wa leo, na naamini maandalizi ambayo tunakwenda nayo inshallah tunakwenda kufanya vizuri nchini Malawi. Katika hatua nyingine, Ali Kamwe amewataka mashabiki wa timu hiyo kujitokeza kwa wingi kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika watakapominyana na Silver Strikers FC Oktoba 18 nchini Malawi. Niwapongeze sana wana Yanga kutoka Mbeya, kutoka Iringa, ama namna ambao wamehamasika kuelekea Malawi. Dar es Salaam pia naona sasa hivi mwamko umezidi kuwa mkubwa, watu wanajiandaa kuelekea Malawi. Kwa hiyo niwaombe mashabiki wa Young Africans tufanye tunavyofanya. Lazima tukaisupport timu yetu Malawi. Ni Champions League, nibakia michezo miwili home and away, tuingie hatua ya makundi. Kwa hiyo tufanye jitihada sasa hivi inshallah tuweze kudumbukia hatua ya makundi. Tumetoa toleo la pili la jezi letu na zinafanya vizuri. Kwa hiyo niwaombe pia mashabiki wa Young Africans waendelee kununua hizo jezi inshallah kwa wingi. Tukifika kule Malawi kule tukapendeze majukwaani, kwamba watu waone wageni wamekuja na wamependeza na jezi zao. Kwa hiyo ni jambo zuri, na nawatia hamasa mashabiki wa Young Africans tununue jezi zaidi kuhakikisha tunakwenda tukiwa tumependeza kule Malawi. Naye kocha msaidizi wa TRA United Kassim Otieno ameeleza namna mchezo huo wa kirafiki dhidi ya wananchi Young Africans ulivyowasaidia kuongeza ushindani, lakini pia kuboresha kikosi chake, huku akiwaahidi mashabiki wa klabu hiyo makubwa kuelekea kwenye kumalizia msimu huu ambao umeuanza hivi sasa. Mashabiki wetu kwanza ukiangalia kila mechi tunacheza kuna lot of improvement. Timu inabadilika sana kila mara tunacheza, na watarajie mema sana. Tuko na pointi 2 kwenye ligi, and naweza sema tuko nafasi nzuri, si mbaya. Tukishinda mechi ijayo then again tutakuwa tumebadilika sana kwa table standing. So watarajie mema sana na makubwa sana kutoka kwa TRA. Naam, hayo ndio ambayo yameendelea kujiri. Wakati huu tuungane na mchambuzi wa masuala ya soka Philip Nkini kuweza kusikia kutoka kwake kuhusiana na hili. Bwana Philip, mambo vipi? Safi, mambo nzuri. Safi, mambo. Naam, karibu tena. Asante. Wananchi Young Africans wameendelea kujifua kwenye viwanja vya Gymkhana, Posta, Dar es Salaam, lakini wanachokitazama zaidi ni mchezo wa kimataifa dhidi ya Silver Strikers. Kwanza mtazamo wako kuelekea mchezo huo kabla hatujagusia kwanza mechi ya kirafiki ambao wamecheza leo? Sio mechi rahisi, pamoja na kwamba kwenye makaratasi unaweza ukawapa Yanga nafasi, lakini kushafika kwenye michuano hii huwa kuna matokeo ya kushangaza. Kwa lolote linaweza likatokea. Na kikubwa ambacho kinaweza kikaupa ugumu ule mchezo ni kwamba wenzetu wenyewe ligi yao ilishachanganya. Yaani wakati wanakuja kuingia kwenye huu mchezo dhidi ya Yanga, wenyewe kwao kule Malawi ligi imechanganya. Sasa hivi wamecheza mechi 18 nafikiri mpaka sasa hivi. Wakati ligi ndio imeanza. Kwa hiyo wenyewe wako kwenye utayari wa mchezo zaidi kuliko Yanga anavyokwenda. Kwa hiyo nafikiri hichi ambacho wanakifanya ni kitu kizuri, ni maandalizi mazuri kuelekea kwenye huo mchezo, kwa sababu hapa nafikiri itakuwa ni mechi yao labda ya mwisho ya maandalizi kabla ya kusafiri kwenda Malawi. Najaribu kuangalia namna ambavyo wameendelea kujifua. Hatimaye leo wamecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya TRA, umemalizika kwa sare tasa. Hatujauona, lakini matokeo tu na namna ambavyo wamepata radha kutoka kwa TRA ambao unawafahamu kwa maana ya Tabora ya zamani. Nini unakiona, lakini pia watanufaika vipi kuelekea mchezo dhidi ya Silver Strikers Malawi?
Kwanza kujipima na TRA unajipima na timu kubwa. Kwa sababu kwenye ligi yetu nafikiri TRA walimaliza nafasi ya 5 msimu uliopita. Kwa hiyo kama timu iliweza kumaliza nafasi ya 5 msimu uliopita na ikamfunga bingwa wa msimu ambao alikuwa ni Yanga. Kwa hiyo nafikiri maandalizi ya huo mchezo yalikuwa sahihi zaidi kwa Yanga kwa sababu kwanza zimekutana timu ambazo zote angalau wachezaji wake wengi wamesafiri kwenda kwenye timu za taifa. Yanga nafikiri zaidi ya 40% ya kikosi cha kwanza hawapo, lakini hata Tabora nao kuna baadhi ya wachezaji wao wameenda kwenye timu zao za taifa. Kwa hiyo ni kipimo kizuri kwao. Kipimo kizuri kwa Yanga, kipimo kizuri kwa Tabora kwa sababu nao bado wako kwenye ligi na hawajafanya vizuri sana. Lakini umemsikia Alikama alichozungumza, anasema mechi wamecheza kwenye jua kali kwa sababu wameishaelezwa ya kwamba mchezo kule Malawi wataenda kucheza wakati wa jua kali. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kizuri, na mwalimu kuomba mechi tafu kama hii kwenye kipindi hichi ilikuwa ni jambo zuri sana kwake na litawasaidia wachezaji wake. Lakini hii pia ni nzuri kwa nini? Kwa sababu inamuonesha mwalimu ya kwamba ana uwezo wa kupata wachezaji wengine tofauti kwenye nafasi tofauti na wale ambao wameshaondoka wakaenda kwenye timu ya taifa. Kwa sababu kuna ambao mara nyingi kwenye kikosi chake hawapati nafasi ya kucheza. Kwa hiyo kupata na mechi ya kirafiki kunamsaidia kuona chaguo la pili au chaguo la kwanza kuliko yule ambao ameshaondoka akaenda kwenye timu ya taifa. Silver Strikers wamewatikisa mabingwa wengi kiwemo pia Nyasa Big Bullets na timu zingine kule Malawi. Basi na shaka wanaweza kuwa ni timu ambayo na kuvuka kwa round ya kwanza licha kwa walivuka kwa faida ya goli la ugenini, kuna ujumbe wanatuma. Kuna chochote unakiona ambacho wananchi pengine wanatakiwa kuwa nacho makini zaidi kuelekea mchezo huu? Maana ni knockout. Ni timu nzuri kwa sababu hata kwenye msimamo kwao yuko nafasi ya 3. Na unawaona ya kwamba idadi yao ya kufunga magoli sio kubwa sana. Kwenye zile timu 4 za juu wenyewe ndio timu ambayo imefunga magoli machache sana. Lakini imeruhusu magoli 13 tu kwenye mechi 18 mpaka sasa hivi. Bado unawaona wana uwezo wa kuruhusu, wana uwezo wa kufunga. Lakini wanapokwenda kwenye mashindano kama haya, hicho huwa akiangaliwi sana kwa sababu hii ni mechi ambazo ni mechi mbili dakika 180 ambazo mbinu yoyote inaweza ikatumika kumpitisha mtu. Unazungumzia kuhusiana na mechi ya awali wameshinda kwa goli la ugenini. Lakini ndio hilo ambalo limewavusha kuwapeleka kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo nafikiri kitu kikubwa kwa Yanga ni tahadhari. Yaani unapokwenda kwenye hii mechi lazima una tahadhari ya 100% ya kwamba chochote kinaweza kikatokea. Kwa hiyo lazima ujilinde. Cha kwanza ugenini uende umheshimu mpinzani wako kwa sababu haijalishi wewe ni mkubwa au ni mdogo. Afrika watu tunaamini ya kwamba mtu akiwa kwao yeye ni giant hata kama ana level gani. Lakini ukija nyumbani basi uweze kutumia vizuri uwanja wako wa nyumbani uweze kuimaliza mechi. Kitu ambacho mimi nafikiri kwa Yanga walivyo wana uwezo wa kufanya hivyo kama wataamini ya kwamba wanakwenda kucheza mchezo wa ligi ya mabingwa na sio kwenda kucheza na timu ndogo. Kuna faida ambayo Young Africans wanayo mpaka sasa. Takriban siku 3 nyuma walikuwa wamefikisha idadi ya mabasi karibu 15 kutoka Mbeya, Iringa, kwa maana nyanda za juu kusini pale, ambao wanatamani kwenda kusupport Young Africans. Hii itakuwa faida kiasi gani kwao kucheza ugenini kama nyumbani, kwa sababu Malawi si mbali sana? Wastani wa mashabiki ambao wanaingia kwenye mechi za wapinzani wa Yanga ni mashabiki 5,000 mpaka 8,000 kwenye mechi zao nyingi. Kwa hiyo kama Yanga wana uwezo wa kusafirisha au idadi ya mabasi ambao unasema, kuna uwezekano mkubwa sana uwanjani Yanga wakawa wengi kuliko wenyeji. Na hicho ndio kitu ambacho kitakuwa ni advantage kubwa zaidi kwa Yanga. Kuna kitu ambacho Yanga wameshakitengeneza ambacho watu wengi wanatakiwa wakiige. Mechi za hapa jirani nyingi Yanga wanakuwa wageni. Tazama hata mchezo wa kirafiki wa Yanga waliocheza na Rayon Sports ya Rwanda. Uliona kwamba mashabiki wa Yanga walikuwa hawana tofauti sana na mashabiki ambao ni wenyeji pale Rwanda. Kwa hiyo nafikiri kitu kikubwa kwao wameshatengeneza base ya mashabiki nje, lakini wana uwezo mzuri zaidi wa sasa hivi wa kuwashawishi mashabiki wao wakasafiri na timu kwa sababu kuna matokeo ambayo wanayaona uwanjani. Timu ikiwa haifanyi vizuri uwanjani ni ngumu kumwambia shabiki leo asafiri kutoka hapa kwenda Malawi, lakini hichi ambacho Yanga wanakifanya kina uwezo wa kuwapeleka Malawi wenyewe wakawa wenyeji zaidi kuliko mwenyeji ambao yuko pale. Na ukiachana na hilo, tunaizungumzia ligi kuu ya Tanzania ambayo bingwa wake ni Yanga. Alafu ni ligi ambayo kwenye 5 bora kwa maana na 5 kwa sosi zingine na 4 kwa ubora wanakwenda kumenyana na Malawi ambao wameachwa mbali sana na sasa wanamwakilishi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Naweza kuconclude na kusema pengine ni mechi ambayo Young Africans anaingia kama favorite na ana faida kubwa ya zaidi ya 60% kuvuka kwenda hatua inayofuata, au niwe na akiba ya maneno? Hilo la mwisho nafikiri ni bora zaidi kuwa na akiba ya maneno kwa sababu ukitazama kwenye mashindano, yani hata kipimo chetu kikubwa kiwe kwenye yale mashindano ya CHAN ambayo yalifanyika hapa. Mataifa mengi yale ambao hayako sana kwenye ranking yaliweza kufanya vizuri zaidi kuliko yale ambao yalikuwa yanaonekana yanaweza kufanya vizuri. Mfano Madagascar sio timu ambayo ilikuwa inapewa nafasi. Lakini kwa sababu kuna jinsi walikuwa wanajua jinsi ya kuendea mchezo, walifanya kitu cha tofauti. Kwa hiyo kikubwa mimi ninachofikiri
Yanga wanatakiwa waende kwenye hii mechi wakiwa na tahadhari. Kile nilichosema mwanzo ya kwamba tahadhari ndio kitu pekee ambacho kinaweza kuwabeba, na waamini ya kwamba huu ni mchezo wa ligi ya mabingwa, sio mchezo wa ligi. Tulishawaona timu nyingi zimewahi kuja hapa kwa tunaamini ya kwamba hao bwana tunawaweza, lakini mwisho wa siku matokeo yanakuja yanatushangaza. Kwa hiyo kikubwa unachotakiwa kufanya ni kuhifadhi maneno, lakini Yanga waendelee kufanya maandalizi yao hivi wanavyofanya sasa hivi kuelekea kwenye mechi hiyo. Silver Strikers si kwamba tu walikuwa mabingwa wa ligi ya Malawi msimu uliopita, lakini walikuwa mabingwa kwa kuwafunga mabingwa wa misimu ya karibuni na mabingwa wa kihistoria wa kule Malawi. Kwa namna ulivyomuona mwalimu Romain Folz michezo zake 2 za kimataifa na kwenye ligi, nini unadhani anakwenda kuofa kipi ama cha tofauti ambacho kinakupa pengine jicho la kusema kwa Yanga hii na kwa mbinu hizi za mwalimu wanakwenda kutinga makundi ligi ya mabingwa? Ukimchukua mwalimu lakini ukichukua na aina ya kikosi ambacho Yanga wanacho, unaona kabisa ya kwamba wana nafasi kubwa ya kwenda. Yanga ni timu ambayo ina advantage nyingi. Cha kwanza, mimi naweza nikawa tofauti na watu wengi. Naamini sana kwenye ubora wa mwalimu wa Yanga. Kwa nini? Mimi huwa ni tofauti, naangalia sana kwenye namba na kile ambacho mtu ananipa, kwa sababu kimwangalia mwalimu amecheza mechi 5 mpaka sasa hivi, amefunga magoli 9, hajaruhusu goli hata moja. Tazama hata na kwenye mechi ya kirafiki ambao amecheza, bado timu yake imeonekana sio timu ambayo inaweza ikaruhusu. Kwa hiyo kwa mwalimu mimi sina doubt na yeye, lakini kwenye kikosi Yanga ni timu ambayo ina wachezaji wengi wakubwa ambao wana uwezo wa kubadilisha mchezo wenyewe binafsi pale ambapo mbinu za mwalimu zinagoma. Kwa hiyo nafikiri hicho kina nafasi kubwa zaidi ya kuwavusha Yanga. Silver Strikers pamoja na kwamba wanaonekana ya kwamba walifanya vizuri kwenye msimu uliopita wakafika hapa, pamoja na kwamba wamevuka kufika hapa, lakini kwenye daraja huwezi kuwafananisha na Yanga. Kitakachotokea kwenye matokeo kama wenyewe wakishinda, ina maana watu wengi zaidi watashangaa kile ambacho kimetokea kuliko Yanga kushinda. Yaani Yanga akishinda kila mtu ataona hii inawezekana tu, ya kwamba kwa Yanga ni rahisi kufanya hivyo, lakini kwa wenyewe wakishinda nafikiri itakuwa ni kitu ambacho kitazungumzwa kwa muda mrefu sana. Wana wachezaji wazuri, wameonekana wana washambuliaji wazuri, wana safu nzuri ya ulinzi, lakini kwangu mimi ukiweka kwenye daraja moja kwa timu kama Yanga ambayo ina mastaa kama kina Pacome, kina Diara na wachezaji wengine Dickson Jobu, Baka, naamini wana nafasi kubwa zaidi, sio ya kuvuka kwenda kwenye makundi, kwenda mbali zaidi kutoka kwenye makundi. Sio? Yeah. Shukrani sana. Tupata saa mwingine kujadili mengi zaidi. Ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na maandalizi ya Young Africans kuelekea kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Silver Strikers ya Malawi. Huu ni Mshike, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Tuendelee kuangazia tulionao mezani hii leo kuelekea usiku wa vitasa ambao unaendelea muda huu ambapo nazungumza na wewe. Knockout ya mama msimu wa 6 ambao unaendelea muda huu moja kwa moja kupitia chaneli zetu zingine za michezo katika viwanja vya Posta Kijitonyama, Dar es Salaam. Katika mapambano ya mapema leo kwenye masumbwi ya knockout ya mama, mabondia kadhaa kutoka Tanzania wamepanda ulingoni, ambapo Mtanzania Tano Juma yeye ameshinda kwa point dhidi ya Mikambi Miambo kutoka kule Malawi. Naye bondia Alan Kamote raia wa Tanzania yeye amepata ushindi wa point kwa majaji wote watatu dhidi ya bondia Have Mkacha kutoka kule Malawi. Wakati katika pambano jingine Mtanzania Kato Machemba yeye amekuwa Mtanzania wa kwanza kupoteza kwa point dhidi ya bondia Akshay Chaya kutoka kule India. Muda huu nizungumze na mwanangu ndugu yangu Said Salum Sumi ama mwenzangu Said Salum Sumi kuweza kuzungumza naye kusikia mawili matatu kutoka kule Posta Kijitonyama. Ndugu yangu, kwanza umenivuruga mpaka nikasema mwanangu. Tuambie nini kinaendelea hapo muda huu? Shukrani sana Kennedy Moses kutokea hapa katika viwanja vya Posta Kijitonyama. Ni msimu wa 6 knockout ya mama Mafia Promotion Boxing wakiwa wanaandaa knockout ya mama, siku ambayo imechangamka sana kwa sababu mara ya mwisho Azam TV kuonyesha pambano tukitokea hapa Kijitonyama ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 6, pambano kati ya Juma Choki dhidi ya Nasib Ramadhan Pacman ambao lilimalizika kwa Nasib Ramadhani kuweza kupoteza kwa pointi dhidi ya Juma Choki. Na leo tena tunarejea hapa katika viwanja
vya sayansi Kijitonyama, ambapo Juma Choki atapeperusha bendera ya Tanzania dhidi ya Mandrav kutoka nchini India. Mimi ni Saidi Salim Msumi. Watu ni wengi sana kwa ajili ya kuweza kuangazia usichokiamini, kwa sababu hata mabondia wa nje leo wanapata ushindi katika knockout ya mama, kwa sababu kama umejiandaa vizuri knockdown inakuhusu, lakini jabu inauma. Mimi ni Saidi Salim Msumi kwa ajili ya kuweza kuangazia mengi sana ambayo tumeweza kuandalia. Tuungane na wadau mbalimbali ambao wamefika hapa katika viwanja vya Posta Kijitonyama kuweza kushuhudia hali ipoje, wanaonaje tukio zima kwa ujumla. Kwa sasa naungana na wadau mbalimbali, naungana na promoter ambaye amekuwa akiandaa mapambano mengi sana. HB, mambo vipi? Bwana, mambo safi sana. Kwa majina anaitwa Hamisi Hassan Jumanne au Mr. Kombucha kutoka HB Sadek, ambaye ni mkurugenzi kampuni ya HB Sadek. Tunajihusisha na masuala ya boxing sport. Leo kwenye KO ya mama nimefurahi sana. Ndio maana nimesafiri kutoka wilayani Karagwe, ambako mnajua ndio jimbo ambalo liko la mheshimiwa wa mambo ya ndani, Mheshimiwa Bashungwa, kuja kuangalia KO ya mama. Kuna mambo mazuri sana nimejifunza kama promoter. Mapromoter tuna haja ya kuhudhuria mapambano kama haya, tujifunze wenzetu wanafanya nini. Mafia Boxing kufanya kitu kimoja kizuri sana, wameadvance mchezo wa ngumi. Lawama zilizopita, mchezo uliopita, ilichokuwa kinasemwa sana ni mabondia wa ndani kubebwa. Leo tumejionea kwa macho, bondia kutoka India ameshinda ushindi wa halali na amempiga bondia kutoka Mafia. Kwa hiyo ni kitu kimoja kizuri, lakini mama alithibitisha kwamba kila mshindi kwenye knockout ya mama kutakuwepo na fedha. Sasa hivi Mheshimiwa Msigu ameshafika kwa ajili ya masuala kama hayo. Hivyo tunaishukuru serikali kujitokeza kwa namna hiyo, kwa maana kusapoti mchezo wa ngumi. Na hii tujifunze Watanzania wengine, mchezo wa ngumi bado unahitaji fedha sana. Kwa hiyo wajitokeze, sio mama tu peke yake, anaonyesha mfano. Tunaomba makampuni mengi yaje ya support. Tunaamini kwamba tutakutegemea naye tukuone pambano linalofuata. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Kila laheri, nikutakia usiku mwema pia. Asante. Knockdown jabu inauma kwa sasa. Miongoni mwa watu ambao wamekuwa, pambano la mwisho tulikuwa tunalifanya basi lilikuwa ni pale katika viwanja vya Raiders, waite Peak Time Promotion kupitia kwake Khatibu Bakari ambaye amekuwa ni mratibu wa matukio kutokea Peak Time, na mara ya mwisho tulikuwa nao. Naamini wana jambo lao, lakini naamini leo imekuwa ni siku ya kuja kujifunza zaidi. Mapambano umeonaje usiku wa leo kama nyie wakuzaji wa ngumi? Mapambano kwa kweli, hadhi ya mapambano imeakisi hadhi ya hadhira na hadhi ya uandaji. Tunaburudika sisi kwa wapenzi na wadau wa mchezo wa ngumi. Hivi vitu sisi ndio outing zetu jamani, kwa hiyo tupo hapa tuna enjoy. Yes. Najua ni matayarisho kuelekea katika mwezi wa 12. Mnachukua somo gani kutokea hapa kuelekea mwezi Disemba katika Boxing on Boxing Day? Uzuri sisi tunasoma kila siku, na wewe ni mdau wetu mkubwa kwenye matokeo yetu. Kila siku tunatokea pale tulipokuwa, tunapanda juu kidogo. Kwa hiyo Disemba tarehe 26 Boxing on Boxing Day hatutawaangusha. Tunaendelea pale pale tulipoishia. Kama kibaba kilikuwa na kilo, sasa hivi ujue kilo 1.5, tunasogea kidogo kidogo. Na niwashukuru sana wadau. Na tunaendelea kuwaita kama ambavyo tumefanya mwanzo. Promotion kubwa, media house partner wetu ni mkubwa, lakini zaidi bondia ni mkubwa vile vile. Sawa, najua kuna mengi sana atakuja Bakari Khatibu. Nikutaki kila laheri na ukienda ukaenjoy ngumi imenyoka. Asante sana brother. Asante. Khatibu Bakari kutokea Peak Time akiweza kuangazia haya, lakini bado wadau ni wengi sana ambao tumejumuika nao katika siku hii hapa ya leo kuweza kuzungumza nao kuhusiana na siku ya leo knockout ya mama. Kwanza jitambulisho, naitwa nani kama mdau wa ngumi? Mimi jina langu naitwa Haruna Musa. Ni mdau wa ngumi, kuja kuenjoy na Mafia Boxing Promotion kwenye hii knockout ya mama. Nafikiri burudani babu kubwa kama ambavyo unaona. Kwa kweli Azam TV wanatupa burudani kweli kweli. Yaani sisi wadau wa ngumi tunafurahi sana. Alafu ngumi inazidi kubadilika siku mpaka siku. Yaani imezidi kuwa na watu wa heshima, nafikiri unaona hakuna ile ngumi ya zamani mafujo sasa hivi hakuna. Tunashukuru sana Azam TV na hii na Mafia Boxing Promotion kuungana na hii knockout ya mama. Bana, salute sana. Huku ni vibe ambalo linaloendelea. Nurdin, angalia jinsi ambavyo vibe linavyoendelea. Hao ni watu mbalimbali ambao wameweza kujitokeza kama unavyoona. Shughuli ni nzito kweli kweli, lakini huwezi kuacha kuzungumzia ngumi
bila kumguzia mapua, na yeye yupo hapa. Mambo vipi? Bwana poa ndugu yangu. Zinagharimu kiasi gani hizi? Hizi mwanangu hizi milioni 70. Milioni 70 na hapa sijavaa zote. Nikivaa zote ni milioni 100 kama na 150 hivi. Hapa nimevaa magari matatu. Hali ya tatu new model tena. Najua wewe ni mpenzi wa ngumi, na leo kitu gani unakitamani kukiona zaidi mpaka sasa? Mimi hapa yani kitu ambacho nakitamani hapa sasa hivi nimuone kwa Juma Choki. Alafu nione mabondia wa Mafia wawili wakipepesha bendera. Yaani mimi shida yangu hapa nione Mafia Boxing Promotion mabondia wake wakishinda wote na Juma Choki naye kishinda, mimi roho yangu itakuwa imekaa vizuri sana, kwa sababu Mafia Boxing Promotion imeandaa game kwa gharama nyingi sana. Kuna mikanda 8 baba. Hapa tunatokea mikanda tuchukue sisi. Mkanda wote usitoke nje ya nchi hii. Una misi kwamba familia yako angekuepo hapa Team Knuckles? Yani hapo mwanangu kama kwa Team Knuckles ingekuwa pasinge tosha. Maana kupo noma zaidi ya noma. Lakini mimi mwenyewe nimewakilisha kama rais wa Knuckles Camp hapa na rais wa ngumi Tanzania, mdau wa ngumi. Yaani kama vile nimewakilisha Knuckles Camp kwa ujumla, kwa sababu mimi ndo rais wa Knuckles Camp. Sawa, huyo ni Mafua nipo naye, lakini uzuri hapa kuna wadau mbalimbali ambao pia wamejitokeza hapa. Sio vibaya, miongoni mwa wadau wakubwa sana wa ngumi ni Robert Mchunguzi. Robbie One Farmers, kwanza leo shughuli ya leo unaionaje kwa ukubwa wake? Kwa kweli kwa shughuli ya leo ina ukubwa kiasi chake, kwa sababu ukiangalia watu wameitika, na hichi ndio tulikuwa tunakitaka si wa Tanzania, kwa kisha ngumi zinakuwa watu wapenzi wanaweza kuziona kupitia Azam TV, pia kuja ambao wanaweza kushuhudia live wakafika, na hiki kitu ambacho tunakitegemea kiwe sasa kimekuwa. Kwa hiyo ngumi zimekuwa kwa upana mkubwa, na tutegemea kitu kizuri mbeleni. Miongoni mwa utamu wa ngumi ni kuweza kuona knockout, sio kwa mgeni, sio wa ndani, na leo linajiri hapa. Kwenu binafsi kama mdau wa ngumi umelipokea?je? Tumelipokea vizuri, kwa sababu Mwanga Changalawe shamlaza mtu pale Changalawe, ametufanyia kitu kizuri wa Tanzania. Tunajivunia kuona kwamba sisi wa Tanzania tuna mabondia wazuri wanaweza kutengeneza kitu kizuri, na watu wa nje wakavutiwa kukiona kile ambacho tumekitengeneza wa Tanzania. Kwa hiyo tunajivunia tuwe na mabondia kama wale zaidi ya kama Changalawe, na tuweze kufanya vizuri zaidi. Shukrani sana, kutaki kila laheri na uenjoy pale. Asante sana. Kennedy Moses, hapa ni sehemu ya kuingilia ambapo watu mbalimbali wanakuwa wanaingia kwa ajili ya kwenda kuangazia vitasa katika siku hii hapa ya leo. Msimu wa 6 Mafia Boxing Promotion kupitia Knockout ya Mama, shughuli nzima ikiwa inaendelea hapa. Wadau ni wengi sana. Gilbert Johannes, sogea hapa Gilbert Johannes, miongoni mwa mtu ambaye ana comment leo. Mambo vipi? Bwana safi kabisa. Shughuli ipo? Shughuli inaendelea vizuri mpaka sasa. Mabondia waliopo wote ni wazuri. Mabondia kutoka nje India wameonyesha mpaka sasa, mapambano yaliyopita mabondia wawili kutoka India wamewashinda mabondia wa Tanzania. Yani mpaka sasa hivi kiukweli kitu kizuri. Na pambano ambalo linaendelea la mkanda wa UBO. Kwa nataka nishuhudie pale kitu gani ambacho kinaendelea. Najua una shughuli nzito sana. Endelea na shughuli. Asante sana Msube. Huyu nimemkamata hapa ni Kennedy Moses, ni Gilbert Johannes. Kenny, kama una swali lolote kutokea hapa viwanja vya Sayansi Kijitonyama. Naam, umetujuza vyema sana, na tumeona namna ambavyo watu wamejitokeza kwa wingi. Mara ya mwisho ulikuwepo hapo, kulikuwa kuna pambano lingine likiendelea nadhani na Peak Time, kama kumbukumbu zangu ziko sawa, kwenye eneo hilo. Pengine mara ya mwisho wewe kuwa kwenye uwanja huo wa Posta hapo Kijitonyama, na ikapita muda kidogo, masumu yalikuwa hayapo, kwa maana haya yanarushwa na Azam TV, kwa sababu haya ndio watu wanafuatilia kwa ukubwa zaidi. Leo mapokezi yako vipi, hasa kwa watazamaji wa hapo uwanjani, ukiacha wale wanaotazama kupitia Azam TV? Kenny, mapokezi ni makubwa sana katika masuala mazima ya kurudi katika mchezo wa masumbwi hapa, kiukweli kabisa. Kumbuka mara ya mwisho tulikuwa na pambano dhidi ya Ibra Cross akipambana na Nasib Ramadhani, lakini tulikopo hapa kati ya Nasib Ramadhani dhidi ya Juma Choki. Lakini wadau ni wengi sana ambao wamejitokeza hapa kuwepo, watu ni wengi sana kuwepo. Na mara ya mwisho kumbuka, miongoni mwa mabondia ambao waliupamba usiku wa mchezo wa hapa ambao uliweza kufanyika kati ya Nasib Ramadhani Pacman dhidi akicheza na Juma Choki, ilikopo ni vita ya Saidi wawili, Saidi Mkola dhidi ya Saidi Bwanga, na wakati huu hapa nakutana na Saidi Bwanga kuweza kuzungumzana. Ni wajina wangu naye. Bwana vipi? Bwana poa kabisa. Mambo yanaendaje? Fresh.
Mara ya mwisho wakati pambano linafanyika hapa Azam TV mwaka jana, ulipambana dhidi ya Saidi Mkola. Kitu gani kinakukumbusha leo tukirudi tena hapa Sayansi Kijitonyama? Bwana, mimi kinanikumbusha kwanza knockdown, sababu nilimpiga Mkola knockdown. Kwa hiyo naamini leo kuna mabondia wenzangu pia watafanya hivyo. Na kuna knockout ya mama hapa. Kwa hiyo naamini mabondia wataongeza juhudi na knockout itapatikana. Yeah bro. Kuja kwenye mapambano kama hivi kushuhudia wenzako wanacheza, kitu gani unakipata Saidi Bwanga? Najifunza mengi. Kwanza najifunza, ukiona kuna mwenzako anafanya mistake, wapi nikaongezeje, nikafanya juhudi na mimi ili nisije nikafanya mistake kama hiyo. Kwa hiyo kuna vitu najifunza vingi sana nikija kuangalia kwenye ngumi. Yeah. Unatamani tukuone katika international fights baada ya fights nyingi za Roko? Inshallah. Tena natamani kabla ya mwaka kuisha nipate international fight moja kubwa sana, niweze kuchezea na mimi ubingwa mkubwa sana inshallah. Yeah. 26 namba ama Temeke Mbagala? Wote familia, 26 familia, Temeke familia. Yes, Saidi Bwanga, shukrani sana Saidi Bwanga kwa ajili ya kuweza kuungana nasi. Wadau ni wengi sana ambao wamejitokeza hapa katika viwanja vya Posta Kijitonyama. Kennedy Moses kutokea hapa katika viwanja vya Posta Kijitonyama. Bado tunasubiri kumuona Idi Pialali, Simba wa Manzese ama Simba kutokea Kiwangwa Bagamoyo, Juma Choki kwa ajili ya kuweza kuenjoy usiku wa mama, knockout ya mama msimu wa 6 kutokea hapa viwanja vya Sayansi Kijitonyama. Mimi ni Said Salim Msumi wa Azam Sports. Naam, shukrani sana Said Salim Msumi kutoka hapo Posta Kijitonyama. Na hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha nusu saa ya kwanza ya Mshike Mshike hii leo. Nimekujuza mengi ikiwemo hasa kuhusiana na vitasa na maandalizi ya Young Africans kuelekea kwenye mchezo wao wa ligi ya mabingwa barani Afrika wanaenda kucheza kule Malawi, lakini kuna mengi ambayo nitakujuza pia kwenye nusu saa ya pili ya Mshike Mshike. Asante kwa kuendelea kwa rasi. Huu ni Mshike Mshike. Tuendelee kuangazia tulionayo mezani hii leo. Kampeni ya kutoa elimu ya kukataa jezi feki za klabu ya Simba imefika mkoani Mwanza, ambapo leo Oktoba 10 meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo ameendesha kampeni hiyo katika stendi ya daladala ya Nyegezi. Ahmed Ali ametumia fursa hiyo pia kukutana na mashabiki na wanachama wa klabu hiyo pamoja na kuwapa elimu ya kukataa jezi feki kwa maslahi ya klabu hiyo. Hongereni. Hili ni eneo la biashara, ni eneo la kazi, ni stendi ya mabasi, lakini mkaamua mkajikusanya na hatimaye mkafanikiwa kuanzisha tawi. Sio kila mtu ana uwezo wa kuanzisha tawi hapa Nyegezi. Nyinyi mmefanikiwa kuanzisha tawi na stahili pongezi kubwa kweli kweli. Na mimi kila nikija Mwanza lazima nifike hapa Nyegezi kuzungumza na wanasimba wenzangu wa Nyegezi. Lakini tunawakoga wale wengine ambao watu wao hawafiki maeneo kama haya. Ndugu zangu wa Nyegezi, ujumbe ambao niko nao hii leo ni ujumbe ambao unahusiana na biashara ya jezi. Ujumbe maksus kuwafikishia wananyegezi, kuwakumbusha, kuwahimiza, kuwasisitiza ya kwamba tunatakiwa kununua jezi za klabu ya Simba. Yule mwenye jezi ya zamani inatosha kuivaa jezi hiyo. Mwenye jezi ya mwaka jana, mwaka juzi inatosha kuvaa jezi hiyo. Tuachane nazo, sasa tuvae jezi mpya za msimu huu. Kwa yule ambaye bado hajanunua jezi, huu ndio wakati wako wa kununua jezi mpya za Simba Sports Club. Lakini haishi tu kwenye kununua jezi, unatakiwa kununua na kuvaa jezi original za klabu yetu ya Simba Sports Club, almaarufu za kuskani. Kwa kufanya hivyo unakuwa umeiheshimisha klabu yako kwa kuvaa jezi original.
Kwa hiyo ndugu zanguni wana Simba, tuanze kuhimizana kupitia tawi letu hili la Nyegezi. Viongozi wasimamieni, wakumbusheni wanachama na mashabiki wenu juu ya umuhimu, faida ya kununua na kuvaa jezi original. Kwa ufupi tu ni kwamba kununua ama kuvaa jezi original unakuwa unaichangia klabu yako iweze kusogea kiuchumi. Tunachotaka sisi Wananyegezi ni Simba yetu iendelee kuwa bora, iendelee kuwa kubwa, iendelee kuwa tishio Afrika. Sasa tutafikia malengo hayo endapo kila mmoja atawajibika kwa kununua na kuvaa jezi original. Kwa upande wao, mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba kutoka mkoani Mwanza wameushukuru uongozi wa klabu yao kwa kuendesha kampeni hiyo ya kukataa jezi feki mkoani humo. Shukuru sana ujio wa Mheshimiwa Ahmed Ally. Ametia moyo sana tawi letu kwa sababu tawi hili tangu Simba imeanza halijawahi kutembewa na mgeni mkubwa kama huyu. Kwa hiyo wana Simba wote wamefarijika na kwa wingi nafikiri tumehamasika. Ujumbe wangu kwa baadhi ya matawi ambao msemaji wetu hajaweza kufika, kikubwa ambacho naweza nikawaambia nafikiri ni kwamba wajitahidi sana kuisupport timu yao kwa kununua vitu ambavyo ni original, sio vitu ambavyo labda ni fake. Leo nizungumze na Philip Nkini kuweza kujua undani wa hilo. Philip, karibu tuchambue japo kwa uchache kuhusiana na mchakato huu. Kwanza hii hatua ambayo Simba wanaifanya hivi sasa. Wameanzia Tanga nadhani, wameanzia Moshi kaskazini. Walianzia Bagamoyo. Wameanzia Bagamoyo, wameenda Tanga, wamepita Moshi, wamepita Arusha, wameenda Manyara, wamekuja sasa hivi tunapozungumza wapo Mwanza. Inaenda kuongeza nini kwenye hasa nembo ama brand ya Simba? Kwanza ni kitu kipya. Tukubali ya kwamba ni kitu kipya ambacho Simba wamekianzisha kwenda kuwafundisha mashabiki ya kwamba jezi yao original wanatakiwa kununua ni ipi. Lakini hii pia inasaidia kwenye kutangaza brand ya Simba na brand ya alotengeneza hizo jezi, kwa sababu elewa ya kwamba uko wanapozunguka kote wanatumia gari ambalo lina brand, lakini pia zile jezi bado zina brand ya klabu alotengeneza na anaosambaza. Kwa hiyo bado ni sehemu nzuri ya kuitangaza ile biashara. Lakini ni kitu ambacho pia kinaenda kufundisha mashabiki waelewe kwamba hipi tunatakiwa kuinunua na ipi hatutakiwa kuinunua. Kuna mashabiki ambao wanajua kabisa ya kwamba bana hii jezi sio original, lakini anainunua. Lakini kuna shabiki mwingine anaenda dukani anaambia bana yenyewe ni hii hapa. Umeshaelewa? Alafu anaichukua, anavaa, anaondoka nayo. Hajui kama ni original sio original. Kwa hii ni elimu nzuri kwao. Lakini kikubwa ambacho nilikuwa nakifikiria, ukiachia hapa kwanza, cha kwanza lazima pia mamlaka ziwasaidie. Yaani kama wenyewe wanaelewa ya kwamba hizi jezi ni feki, lazima mamlaka ziwasaidie kupambana na hii hali, kwa sababu kile ambacho kinapatikana ndio kinazisaidia hizi club. Leo tunasajili mchezaji mzuri, timu zinashinda, timu inaweza kusafiri, timu inakaa kambini. Hiyo yote inatokana na yale mapato ambayo wanayapata kwenye hizo jezi. Kwa hiyo lazima mamlaka ambazo zinahusika ziwasaidie kwenye hali hiyo. Lakini kingine kikubwa ni lazima wenyewe ambao wanatengeneza hizo jezi, aidha club na mtengenezaji au supplier ambao anasambaza, wahakikisha wanakuwa na center ambazo akienda shabiki anajua kabisa mimi bwana nakwenda ili duka, ni duka la Simba. Nakwenda ili duka nitanunua jezi original. Hapa siwezi kuuziwa jezi fake. Na hiyo isiwe kwa Dar es Salaam tu. Na wakati mwingine Dar es Salaam ukienda kuna maduka ambao unajua ili nitapata jezi original. Lakini wana mawakala ambao wapo na wanao mawakala, lakini ni mawakala ambao hawajawatangaza sana. Yaani mfano mtu wa pale Mwanza, hakuna siku ambao mtu wa pale Mwanza amewahi kuambiwa kwamba ukitaka jezi original naenda sehemu fulani. Kwa Dar es Salaam inawezekana. Lakini kwa Mwanza, kwa Iringa, kwa Singida, umeshaelewa vizuri? Sijui kwa wapi, yani ile mikoa yote ambao shabiki akienda anajua kabisa hii hapa ni mali ya klabu ambao mimi nitauziwa kitu original. Kwa sababu kuna wengine kweli wananunua, wengine wananunua wakiwa wanajua, wengine wananunua wakiwa hawajui. Lakini pia kingine ni jinsi ya kuweza kutambua kwamba jezi ni fake au ni original. Kwa sababu tazama sasa hivi nafikiri ambao wanasema kuskani, kuna watu wengine wanachukulia kama kitu cha masiara, lakini nafikiri ni kitu kizuri sana kwa shabiki. Pamoja na kwamba utaenda kumwambia hii jezi ni original, lazima umfundishe kwamba hiyo kuskani yenyewe unafanyaje. Sio kila mtu anajua. Sio mkoani tu, hata hapa Dar es Salaam kuna watu hawajui kwamba hivi nikitaka kuskani ili kujua ni original unafanyaje. Kwa hiyo nafikiri ni hatua ya kwanza ambayo ni bora ambayo Simba wameifanya. Yaani kama kuna jinsi unaweza ukaskani alafu jezi yako ikaonekana kwamba ni original, basi waanzie hapo kwenda mbele zaidi kuliko kurudi nyuma tena, kwa sababu hii itamsaidia yule shabiki
kujua kwamba hichi alichokinunua ndio sahihi. Niliona mimi hata madukani hapa mjini hapa, mtu anaenda kununua jezi, lakini cha kwanza ana scan. Yaani anaenda pale anamwambia bana, mimi niskanie ili nione kama ndio yenyewe au sio yenyewe. Kwa hiyo ni kitu kizuri, kinamfanya akikinunua kitu yeye mwenyewe anakuwa anajisifu ya kwamba ana kitu kizuri, lakini pia anakuwa ameisaidia klabu yake. Najaribu kuangalia baadhi ya mataifa ya wenzetu, mashabiki huwa wanaona fahari ama wana feel proud kuwa na jezi ya bei kubwa, kwa sababu anajua anaisupport timu yake, na wengine huwa wananunua tiketi za msimu mpaka msimu mzima kwa hayo wanayoyafanya. Unaliona vipi hili ukiakisi kwa mashabiki wa Tanzania mpaka inafika mahala timu inaona sasa bora tuwe na mpango mkakati mzuri wa kuona namna gani tunawatoa wasemaji wetu kwenda kuitangaza namna sahihi ya kupata jezi ya Simba? Hata hao mashabiki ambao unawasemea, hata wa klabu za wenzetu, kuna wengine unamuona kabisa ni shabiki wa siku nyingi wa ile timu, lakini ukimuona jezi aliovaa mwenyewe unaanza ukiangalia hii na hii unaona kabla kuna vitu vile tofauti. Kwa hiyo nafikiri kitu kikubwa ni shabiki kwanza kuwa proud ya kwamba hii ni timu yake. Yaani shabiki ambao anakaa anataka matokeo mazuri, ni lazima awe anakaa pia anaangalia ni jinsi gani anaisaidia klabu yake. Kununua jezi original ndio kuisaidia klabu yako, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukifanye. Lakini kuna wakati unaweza kweli ukawa una jezi original, sawa? Unaivaa wapi? Kuna mtu mwingine ananunua ile jezi original hata kwenye mechi haendi nayo. Kwa hiyo unaweza ukaona huyu jamaa labda jezi hana. Kuna wengi wananunua, lakini pia upatikanaji wa zile jezi sasa hivi oka zinapatikana, lakini wakati mwingine anatakiwa upatikanaji uwe kama ulivyo sasa hivi. Yaani isiwe kuna mwaka huu unapata jezi labda zimekuja jezi 1000 zimeshanunuliwa zote zimeisha, mwaka mwingine ule shabiki amekosa. Huyu utamkatisha tamaa, siku nyingine haizi kufunga safari kuzifuata. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba kama kuna upatikanaji wa jezi zipatikane kwa wingi, lakini hao wanaozunguka hivyo ni lazima wawaambie wale watu center ambazo wanajua kwamba bwana ukienda sehemu fulani, yani ukiwa pale Mwanza kama Ahmed yuko pale Mwanza leo, awaambie mashabiki wa Simba wale kwa Mwanza kwamba sasa ili upate jezi original pamoja na hao wengine wanauza, kama utahisi una wasiwasi kwa kusevu nyingine, basi kuna maduka hili na hili na hili ambalo ukienda sisi mzigo sisi tunawapa wale pale, kwa hiyo ni jezi original. Sio kwa huko tu, akienda Tabora, alipotoka Arusha labda kama ilikuwa hivyo, akija Dar es Salaam nao iwe ni hivyo hivyo, kwa sababu hiyo inamfanya shabiki anaenda kununua kitu ambacho yeye mwenyewe ana uhakika nacho kuliko kwenda kununua kitu ambacho yeye mwenyewe ana wasiwasi. Ukijaribu kuangalia Simba imekuwa na mashabiki wengi, na kama umeona hapo kuna namna wamewapata mashabiki kwenye maeneo ambayo pengine walikuwa na uwezo pia wa kufanya usajili wa wanachama na wakafika mbali zaidi kuendelea kuwaweka karibu. Kuna haja ya kufika huko kwenye usajili wa wanachama, ama hapa walipofikia na kuwa na makundi ambayo wanayajua ambayo yako tayari registered kwa maana wamewasajili, yanaweza kuwasaidia kupush hichi ambacho wanaenda nacho sasa? Kwenye klabu zetu hizi hauepuki bila kuwa na wanachama. Yaani kama utafikiri ya kwamba mashabiki tu wana uwezo wa kukusaidia ukasonga mbele, nafikiri itakuchukua muda mrefu sana. Kuwa na wanachama kuna kusaidia kitu kimoja. Kwanza utakuwa una uhakika pia wa mapato. Yaani ukishakuwa na wanachama 1,000,000, kama kuna kiwango ambacho umeweka kila mwanachama anatakiwa alipe, hichi kiwango utakuwa una uhakika nacho kila mwaka ya kwamba bwana kipo. Kitakuwa kinakusaidia kwenye bajeti yako. Lakini pia kitu kingine kitakachokusaidia ni kwamba kwenye ununuaji wa jezi kama hivi. Kuna klabu zingine ambazo mwanachama ni lazima anunue jezi. Yaani wewe kwenye ile hela yako ambayo unalipia kwenye kadi ya wanachama, ina makato kidogo kidogo ambao wewe mwisho wa msimu inakusaidia kununua jezi. Kwa hiyo pia itakuwa inawasaidia wale wanachama kuichangia klabu bila maumivu sana. Umeshaelewa vizuri. Kwa hiyo Simba kama kuna mfumo wanatakiwa kuufanya sasa hivi, sio Simba tu, na klabu nyingine ambazo ziko ni kuhakikisha kwamba wanasajili wanachama. Kuwa na wanachama wengi kuna kusaidia zaidi kujua hata ile namba ambao wanayo. Na siku moja tuliulizana mimi na hivi Simba na Yanga nani ana wanachama wengi? Lakini hatuwezi kupata jibu kwa sababu ya zile figa, bado hatuna zile figa kamili. Lakini kuna klabu zingine ukienda wenyewe wanaweza kukwambia sina wanachama 1,000,000. Ana wasiwasi wowote muda ambao anahitaji kupata fedha labda ya kufanya usajili au ya kuboresha miundombinu ya klabu. Shukrani sana Nkini. Tutapata saa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na kile ambacho kinafanywa sasa hivi na klabu ya Simba kuzunguka mikoa mbalimbali kwa ajili ya kuelezea namna bora ya kupata jezi sahihi za klabu hiyo. Tuendelee kuangazia mengine tulinayo mezani hii leo. Kikosi cha wanatipi Lindanda Pamba Jiji FC kinaendelea na maandalizi ya kukimarisha kikosi chake kufuatia baadhi ya wachezaji kuwa na majeraha, huku wengine wakitarajiwa kuanza mazoezi hivi karibuni. Akizungumza na Azam Sports, kocha na daktari wa klabu hiyo wamesema kuwa hawana wasiwasi kuhusu mchezo unaofuata dhidi ya Mashujaa, kama anavyoarifu Innocent Elois kutoka Mwanza. Mazoezini kwa Pamba Jiji FC,
Hii ni kuelekea mchezo dhidi ya Mashujaa FC Oktoba 17. Maandalizi yetu kama unavyoona kwenye uwanja wa mazoezi tupo tunafanyia kazi yale ambao yalikuwa yanatupa changamoto katika michezo iliyopita. Kwa hiyo tunaamini mechi ijayo ambayo tunakuja kucheza na Mashujaa tutakuwa bora sana uwanjani na nje ya uwanja, na tunaamini tutapata pointi 3 ili tuweze kujitoa sehemu tuliopo na kuweza kufika sehemu juu zaidi. Kocha Francis Baraza anasema mipango inapangika kupata ushindi nyumbani. Lakini nafurahia kuwa hii break imekuja wakati mzuri ambapo baada ya mechi yetu na Tabora at least sasa tunaweza kuangalia mmoja Zabona kidogo naona narudi, ukiangalia Yonta narudi, ukiangalia goalkeeper bado Yona, bado Tegisi. Ni katika wakati ambao wanaochechemea kwa majeraha hawapo zoezini. Upepo mbovu umekuja ukawaweka wachezaji wako nje, nasema na athiri, lakini so far naweza sema kuwa kuna vijana ambapo under 20 najaribu kuangalia mmoja wawili pia tulete hapa juu tuweze kuona kwa tunafanya vizuri. Kocha na Daktari Dishon Chacha wanasema hakuna jambo litaharibika. Kwa hiyo kama ni swala la kufikiria kwamba game ijayo tutamkosa fulani na fulani, wale wote ambao mashabiki wapenzi walitarajia kuwaona na hawakuwepo kwenye mechi mbili za nyuma watakuwepo kwenye mechi ijayo. Kwa hiyo wanaendelea vizuri. Ni do or die, maana tunacheza nyumbani na hakuna kuwa maybe itakuwa vizinizio kwa wale injuries. Nasema kuwa wachezaji wote wale wako na wafanyisha kile ambapo ni maybe ningewapa wale wengine. So mimi nasema kuwa wako ready na wanajua umuhimu wa mechi hiyo. Na yote kwa yote kipute lazima kichezwe CCM Kirumba. Neno langu kwa mashabiki waje wasikate tamaa kwa sababu ndio kwanza msimu umeanza. Msimu ni marathon, msimu sio mechi moja mbili ligi kuisha, ligi na mechi nyingi 18 19. But nasema kuwa wawe karibu na timu yao na waweze kuwapa support timu yao. Mambo yatakuwa mazuri na wataona timu yao mali itakuwa. Innocent Alois, Azam Sports Mwanza. Endelea kutazama Mshike Mshike, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Mafande wa Tanzania Prisons wameendelea kujifua vikali kuelekea dabi ya Mbeya watakapocheza na wagonga nyundo wa jiji hilo wanakoma kumwanya ama Mbeya City Oktoba 21 mwaka huu katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine. Kuelekea kwenye mchezo huu, afisa habari wa Tanzania Prisons Alex Ngelela ametamba kuwa tayari kocha wa kikosi hicho Zedekia Otieno amefanyia kazi kasoro zilizokuwa zimejitokeza katika michezo kadhaa iliyopita na sasa wako tayari kwa dabi hiyo. Tunamshukuru Mungu kwamba tulikuwa na mapumziko ya takriban wiki moja, na baada ya kumaliza mapumziko ya wiki moja tumerudi kambini, tunaendelea na utaratibu wa mazoezi ya kawaida ya kila siku. Tutakuwa na mechi kadha wa kadha kwa ajili ya kujipima, na hata hivi leo tuko na mechi ya uko Tunduma dhidi ya Kijiwe Nongwa Sport Club ambayo iko kule, ni moja ya timu bora kabisa katika ukanda huu wa Mbeya. Tutakuwa na mechi hiyo, lakini pia baada ya kurudi kutoka huko Tunduma tutakuwa na mechi kadha wa kadha, lakini kwa sababu ya utaratibu ambao tumejiwekea na kwa ajili ya dabi hii tusingependa kuexpose sana ni mechi gani baada ya hii Kijiwe Nongwa. Kwa tutakuwa na mechi mbili nyingine ambazo tutaenda kucheza. Wakati akiendelea kule nyanda za juu kusini, uongozi wa JKT Tanzania umeweka wazi mpango wake wa kutoa ubingwa wa ligi kuu NBC msimu huo mwaka 2025-26 kutokana na ubora wa kikosi walichonacho. Masabu Bwire ni afisa habari wa timu za JKT na amesema sasa umefika wakati JKT Tanzania kushangaza ulimwengu wa wapenda michezo duniani kwa timu yao kutoa ubingwa wa ligi kuu NBC hadi sasa. Mpaka sasa tunapozungumza, JKT Tanzania imeshacheza michezo mitatu ya ligi kuu ya NBC wakiwa wamejikusanyia alama 5 katika michezo mitatu iliyocheza hadi sasa, wakitoka sare ya 1-1 dhidi ya Mashujaa FC kwenye mchezo wa pili, wakati baadaye wakaja kuifunga Coastal Union magoli 2-1, na mchezo mzunguko wa tatu kutoka sare ya 1-1 dhidi ya matajiri wa jiji Azam FC. 19 katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo tunamwalika Namungo FC katika mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Ni mchezo ambao tunahitaji utuletee matumaini mengine mapya na utusogeze hatua nyingine ya kwenda juu zaidi
kutufikisha kwenye malengo tunayoyahitaji katika msimu huu. Kwa hiyo maandalizi yamefanyika ya kutosha na matarajio yetu ni kupata alama 3. Kumbuka tukimaliza hapo, siku hiyo hiyo tunamaliza mechi, tunaondoka kuelekea Mbeya kwa sababu tarehe 24 baada ya tarehe 19 tutakuwa na mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara katika uwanja wa Sokoine Mbeya dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo tunafanya maandalizi ya mechi hizi kwa pamoja. Hii ikiwa tuseme ni pasha kuelekea mchezo wa tarehe 5 kwa sababu baada ya ule wa Mbeya City tunakuja kwenye mchezo wa tarehe 5 dhidi ya Simba ambao tutakuwa nao pale Meja Jenerali Samuyo. Kwa hiyo maandalizi tunayafanya kwa mechi hizi 3 kwa pamoja, kila moja na uzito wake, kuhakikisha alama 9 tuzipotezi. Tukiendelea kutazama JKT, tutazame JKT Queens sasa, ambapo uongozi wa klabu hiyo umeweka wazi mikakati yake ya kuhakikisha wanatetea ubingwa wa michuano ambayo inaendelea hivi sasa ya Ngao ya Jamii. Naam, niko radhi kwa mchanganyiko wa taarifa hiyo, lakini una nafasi ya kuendelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter, huko tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ. Lakini usisahau pia kuungana nasi kwenye ukurasa wetu wa michezo wa Instagram Azam TV Sports. Huko unaweza kuona mengi ya kimichezo na ukatuandikia pia maoni yako ambayo huwa tunayasoma kupitia mshike. Tuendelee kuangazia lingine tulionalo mezani. Msimu wa 9 wa Tanga City Marathon utafanyika alfajiri ya kesho Agosti 11 katika viwanja vya Urithi jijini Tanga, zikishirikisha wakimbiaji katika kilomita 21, kilomita 15 na kilomita 5. Zaidi ya wakimbiaji 600 kutoka maeneo mbalimbali nchini wanatarajiwa kushiriki katika mbio hizo, kama anavyotuarifu Mariam Shidafa kutoka Tanga. Ni mashindano ya Tanga City Marathon yenye lengo la kuokoa maisha ya mama na mtoto, ambapo kwa mujibu wa muandaaji Ali Mwangoro amesema yatakuwa ya aina yake kutokana na kuwa ya tofauti na misimu iliyopita. Sisi waandaaji wa Tanga City Marathon tunasema siku zimekwisha, tumebakia na masaa machache kwa ajili ya kufanya tukio letu. Tuna imani kabisa waliokuwepo mabarabarani wanajitahidi kufika Tanga, na waliofika wameshachukua kiti zao kwa ajili ya kushiriki mbio kesho. Tukahamasishe sasa kwa kesho kuhamasisha wananchi washiriki hiyo marathoni, na pia kuhamasisha uchaguzi mkuu kwa sababu ni kundi kubwa, watu zaidi ya 600 wako mahali hapa. Kwa hiyo pia kama utashiriki, kama una biashara yoyote, waambie wananchi kwamba kuna watu zaidi ya 600 ambao watapata huduma ya chakula, watapata huduma ya maji. Yaani Tanga kesho unaweza kaiona ni Tanga ambayo imechangamka. Baadhi ya washiriki wa mbio hizo wakaeleza namna ambavyo wamejiandaa. Nitashiriki kwa kukimbia kilomita 5 na nimejitayarisha vizuri. I'm so excited kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo nawahamasisha wengine ambao hawajachukua vitu vyao waje kesho tuanze kukimbia. Na nimejiandaa vizuri na nashiriki kila mara. Nimetoka Moshi kwa ajili ya kuja kukimbia. Kwa hiyo nawahamasisha watu wenzangu wa mkoa wa Kilimanjaro na Arusha waweze kuja kushiriki mbio hii. Kutoka Tanga, Mariam Shedafa, Azam Sports. Tugeukie tenis sasa. Mashindano ya ubingwa wa mchezo wa pickleball awamu ya pili yameanza rasmi Jumaa hii katika viwanja vya Tanzanite Sports Hub Mikocheni jijini Dar es Salaam, huku idadi ya washiriki ikionekana kuongezeka maradufu. Tumeanza mashindano kwa kategori ya singles. Tunacheza singles, wachezaji 32 wamejisajili, wamecheza kuanzia saa 9:30 leo, na sasa hivi tunakaribia kuingia kwenye 16 bora. Lakini pia kesho tutakuwa na kategori ya doubles ambaye watu wawili wanacheza. Tuna timu karibia 40 wamesajili, na ni vizuri kuona kwamba sport hii michezo ina grow, na watu wanakuja kujua, wanakuja kucheza, wanakuja kujifunza hapa, na klabu zingine ambazo zipo zinafunguliwa hapa Dar es Salaam na mikoani. Ni vizuri kuona pia watu wa nchi jirani pia, Kenya, Kongo, wengine kutoka India pia wanakuja kujishirikisha na michezo hii kwetu hapa Tanzania, Dar es Salaam. Tunatarajia pia kwamba Tanzania kama Tanzania tuiwakilishe nchi yetu tukienda nje huko,
kama mwezi huu mwishoni tuna Nationals ya Pickleball ambayo itachezeka East Africa Racquet Sports Club, ambapo baada ya hapo tutapigania kuwa timu bora Afrika kabla ya kwenda kwenye kombe la dunia. Kwa sisi Tanzanite Sports Hub tunajivunia kwamba tuna wachezaji ambao ndio hasa lulu kwa taifa. Kwa wanawake tuna Esther Nankulange ambaye ndio namba 1 kwa Tanzania, na kwa wanaume tuna Fred Charles Kiando ambaye ndio namba 1 kwa wanaume Tanzania. Na hata ukiangalia katika kusherehekea wiki ya huduma kwa wateja, kampuni Azam Media Limited kupitia kitengo chake cha huduma kwa wateja imekamilisha wiki ya huduma kwa wateja kwa kuwakabidhi wafanyakazi waliofanya vizuri vyeti, ikiwa ni sehemu ya kutambua mchango wao katika kazi. Akizungumza na Azam TV, msimamizi wa kitengo cha huduma kwa wateja Dorothea Matthew amesema mbali na kuitumikia wiki hii katika kutoa huduma mbalimbali kwa wateja, wameona kuna haja ya kusherehekea wiki hii kwa wafanyakazi kwa kuwa wao ndio wanaotoa huduma bora kwa wateja mbalimbali nchini. Ni michango ya wote, wafanyakazi wote wa kitengo cha huduma kwa wateja, lakini tutawatoa certificate kwa ajili ya wachache na zawadi kidogo kwa ajili ya overall ya watu wote. Na maana huwa tunatoa certificate kwa performance za kila kota, lakini kuna ile overall wale waliofanya zaidi kwa kota zote. Tunawaambia pia na wateja wetu kuwa tunawapenda na tunawathamini, na wafanyakazi wetu pia tunawapenda, waendelee kufanya kazi kwa moyo na kwa ari. Kampuni nzima ya Azam TV inatambua mchango wao. Ni muhimu pale mfanyakazi anapofanya kazi nzuri, kazi ambayo muda mwingi inakuwa ni ngumu, inatumia akili na nguvu nyingi, basi leo tukasema embu ngoja tukutane, ambao ni kawaida ya kampuni ya Azam Media kufanya kila mwaka. Tumekutana na wafanyakazi wetu wote ambao wamebeba idara ya customer care service, wa technical, commercial, television, wote tuko hapa kwa ajili ya kusherehekea, kupumzisha akili kidogo, tukijiandaa na tukijipanga na kujipika kwenda kumhudumia mteja wetu ambaye ni mtazamaji na msikilizaji wa Azam TV na UFM. Na hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha mshike hii leo, lakini usisahau pia kwamba Lakers wameweza kujiandaa kuelekea msimu unaoenda kuanza wa msimu wa NBA ama mchezo wa mpira wa kikapu. Na kama kawaida ligi hiyo huwa inakujia moja kwa moja kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV katika chaneli ya ESPN inayopatikana huko. Tukamilishe japo kwa muhtasari wa kujuza yale tulikuwa nayo hii leo. Klabu ya Yanga yazidi kujiweka mguu sawa kuikabili Silver Strikers FC ya kule Malawi. Usiku wa vitasa knockout ya mama msimu wa 6 unaendelea muda huu katika viwanja vya Posta Kijitonyama, Dar es Salaam. Na Lakers yaanza kupigia hesabu msimu mpya wa mashindano ya NBA 25-26. Mpaka hapo tuna la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, mimi ni Kennedy, una usiku mwema.